Yes, karibu ndani ya Six Sports na wakati huu unakuwa nami Wanaisha Lukali, beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati, ambaye anahakikisha na kuletea leo ya kimichezo ambako hivi sasa inaendelea kufanya vizuri zaidi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Stori kubwa kwa siku hii ya leo ni kuhusiana na golikipa wa Wekundu wa Msimbazi Simba. Hapa namzungumzia Musa Kamara, kwamba Wekundu wa Msimbazi Simba kuelekea katika msimu ujao hata kuwa sehemu ya kikosi hicho. Uongozi wa klabu ya Simba umefanya maamuzi ya kuachana na golikipa Musa Kamara mwishoni mwa msimu. Musa Pinpin Kamara ameshapewa taarifa kuwa klabu haina mpango wa kuendelea naye. Fahamike kwamba Musa Kamara hivi sasa ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba hachezi kutokana na kupata majeraha ya muda mrefu, na Wekundu wa Msimbazi Simba katika dirisha dogo la usajili wakamsajili Kasari, ambaye kwa hivi sasa anaendelea kukitumikia kikosi hicho cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Musa Kamara alikuwa na uwezo mkubwa pindi alipokuwa alikuwa na uwezo mkubwa kipindi ambacho alikuwa anapata nafasi ndani ya kikosi hicho cha Wekundu wa Msimbazi Simba kabla ya kupata majeraha, lakini pia aliweza kuisaidia Simba katika michuano ya Ligi Kuu Tanzania Bara, lakini pia aliweza kuisaidia Simba kufika katika hatua ya fainali katika kombe la shirikisho barani Afrika. Golini alikuwa ni Musa Pinpin Kamara. Alikuwa ni golikipa ama ni golikipa wa daraja kubwa, ni golikipa wa daraja A kutokana na ubora wake, namna ambavyo anavyoweza kuanzisha mashambulizi kuelekea katika timu pinzani, na anaweza kucheza ile 1v1 akiwa na mshambuliaji. Musa Pinpin Kamara amekuwa na uwezo huo. Hivyo basi viongozi wa Simba kutokana tu na ubora wa Musa Pinpin Kamara, lakini pia kwa muda ambao ameweza kukaa nje ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba akiuguza majeraha yake, wameona Simba ina malengo makubwa. Simba ina malengo ya kufika mbali katika msimu unaofuata, tukianzia katika klabu bingwa barani Afrika, lakini pia tukizungumzia katika michuano ya ndani na michuano ile mingine ya shirikisho. Mnyama Simba anatakiwa aweze kuwa bora katika kila idara. Anatakiwa kuwa bora katika eneo la golikipa na hivyo basi wameona hata akipona Musa Pinpin Kamara anaweza akachukua muda mrefu mpaka kurejea katika kiwango chake cha ubora. Hivyo wamempa taarifa kwamba klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba haitakuwa na malengo naye kuelekea katika msimu unaofuata. Hivyo basi kama anaweza kutafuta changamoto sehemu nyingine, basi Musa Pinpin Kamara anaweza kwenda kuitumikia timu yoyote, anaweza kuitumikia klabu yoyote, kwa sababu Simba kwa hivi sasa hawana mpango naye. Anaweza pia kuanzisha mazungumzo na timu nyingine ili mradi aweze kupata nafasi ya kucheza huko aendapo pindi atakapopona. Na taarifa zinasema ama tetesi zinasema Wekundu wa Msimbazi Simba wanamtaka kipa kutokea Nigeria. Yani inasemekana tetesi kwamba kuna golikipa yule wa Nigeria pengine tukaweza kumuona ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba na kuweza kuwatumikia kikosi hicho cha Simba. Paka hivi sasa kikosi cha Simba katika upande wa magolikipa wake wawili wanauguza majeraha. Hapa namzungumzia Musa Pinpin Kamara ambaye inasemekana kuelekea katika msimu ujao atakuwa si sehemu ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia Yakub Suleiman ambaye yeye aliweza kupata majeraha akiwa na timu yetu ya taifa ya Tanzania, na hivi sasa golikipa namba 1 ndani ya kikosi hicho cha Simba ni Jibril Kasari, ambaye anaonekana kufanya vizuri, anaonekana kufanya poa ndani ya Ligi Kuu Tanzania Bara. Ameingia katika dirisha dogo, lakini amekuwa akipata nafasi ya kuanza ndani ya kikosi hicho cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini Musa Pinpin Kamara hata kuwa sehemu ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Kuna baadhi ya wadau wametuma maoni yao kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kwa hivi sasa ndani ya mitandao mbalimbali ya kijamii kuhusiana na mchezaji huyo Musa Pinpin Kamara
kuondoka ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Huyu anaitwa Kalim, yeye ameandika mpira wa Afrika usiombe kupata majeruhi umeisha. Kevo ameandika hapa, washakosa ngao ya jamii kwa yule Kobis Kikala. Hii taarifa imenihuzunisha sana. Taarifa za vijana watafutaji hizi ni simanzi sana. Huyu anaitwa Justin, yeye ameandika viongozi wanatukosea, huyu kipa wetu anafungwa magoli ya kipuuzi. Huyu anaitwa Lugumi Junior kwamba anabaki Kasali aise. Huyu ameandika Musa Kamara ni golikipa mzuri sana, viongozi wa Simba walitakiwa wampatie muda na sio kumuondoa baada ya kupona majeraha yake, walitakiwa wampatie nafasi ya kucheza. Anaitwa Alexandra, yeye ameandika Kasali na Kamara bora angebaki Kamara, Kasali ni mzito sana kulikoni Kamara anajua. Anasema Kasali anabaki bora Kamala. Huyu anaitwa Salha ameandika hii klabu inatuumiza sana, wanamuondoa mchezaji mwenye viashiria vya ubingwa, Simba kupata ubingwa tusubiri sana. Huyu ameandika Aishi ameumwa wamemleta Kamara, Kamara ameumwa wamemleta Mpemba, Mpemba ameumwa wamemleta Kasali, Simba tujikaze. Huyu ameandika anaitwa Suleiman Steven ameandika yani hii timu bana imeniumiza sana. Musa Pinpin Kamara kuondoka na kubakia Kasari. Yes, hayo ndo baadhi ya maoni ya mashabiki wa kandanda kuhusiana tu na kile ambacho kinaendelea kwa hivi sasa ndani ya mitandao mbalimbali kuhusiana na taarifa kwamba wekundu wa Msimbazi Simba pengine mwishoni mwa msimu huu wakaachana na golikipa wao Musa Pinpin Kamara ambaye alionekana kufanya vizuri ndani ya ligi kuu Tanzania bara, lakini pia amefanya vizuri na kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba licha ya kutokutwaa nao makombe, lakini uwezo wake wa kucheza pindi alipokuwa anapatiwa nafasi ndani ya kikosi cha Simba. Hivyo basi kuna baadhi ya mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba wameumia na taarifa ambazo kwa hivi sasa zinazoendelea katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Tusubiri na kuona, kwa sababu muda ndio kutoa majibu yaliyokuwa sahihi. Hivi sasa hizi ni tetesi ambazo tunasema za chini ya carpet zinazoendelea ama tunazopenyezewa kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea ndani ya timu mbalimbali. Fahamike kwamba wekundu wa Msimbazi Simba siku ya Jumatano watakuwa na mchezo mwingine wa ligi kuu Tanzania bara ambao wanaenda kucheza na Fountain Gate ambayo inajipambania kupata zile nafasi za juu na waendelee kusalia ndani ya ligi kuu Tanzania bara ambayo imeonekana ikiwa na ugumu kweli kweli katika kila mchezo. Kila timu imekuwa ikipambana, imekuwa ikijipambania kubakia ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Ukiangalia katika nafasi kule za juu nazizungumzia zile nafasi 4 za juu, utamkuta Young Africans, utamkuta Mnyama Simba, lakini pia utamkuta na Singida. Wakina TRA nao wameonekana kufanya vizuri, lakini huku chini kabisa KMC pengine tusiwaone msimu ujao ndani ya ligi kuu Tanzania bara kutokana tu na kile ambacho wanakifanya. Wamekuwa na msimu mbaya ndani ya msimu huu, wapo chini kule kabisa, wanaburuza mkia katika zile timu mbili ambazo za kushuka daraja moja kwa moja. KMC timu ya Manispaa ya Kinondoni wana hali mbaya kwa hivi sasa ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Tusubiri na kuona. Hizi ni tetesi tu za usajili ambazo kwa hivi sasa zinatokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi ni Mwanaisha Lukali ambaye nahakikisha nakuletea leo tekimichezo ambao kwa hivi sasa inaendelea kufanya vizuri zaidi. Lakini nyuma ya kamera amesimama Sultan Goma ambaye anasababisha kila kitu kinakwenda poa kweli kweli.